Wewe umesoma au hujasoma mwanangu? Mimi nimesoma lakini fizikia ya darasani ilikupita kushoto. Ilipita kushoto. Nilipata 0. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaenda darasani unaacha physics unasoma masomo mengine. Ulikuwa unapenda somo gani? Kiswahili ya? Mimi kweli somo ambalo nilikuwa napenda zaidi pale shuleni ilikuwa ni civics. Kwa nini civics? Kwa sababu civics ndio maisha ambayo tunaishi kwenye maisha sasa hivi. Yaani kwamba cause poverty, Gen Z nini, maandamano, siasa na kadhalika. Lakini mambo mengine ya physics yao sio akina Newton sio nini. Kikweli sijawahi kuelewa. Sasa nisikilize sasa, mimi nikwambie mwanangu wa faida, au sio bwana? Karibu kwa Bi Academy. Ni haujambo mtazamaji wetu wa Nkwabi Academy popote ulipo. Ni kutoka kijiji kimoja cha Katoro ambacho kipo mkoa wa Kagera, na tupo hapa barabarani. Lengo mahususi ni kutaka kujua kama physics inasafiri kutoka darasani mpaka mtaani. Na leo bwana, tupo tunadili na mabodaboda ambao ni washikaji zetu, ni usafiri wetu wa kila siku huku kijijini kwetu. Hivyo basi nipo hapa nimesimama, lengo ni kusubiri bodaboda yeyote yule anayepita hapa na tutamhoji maswali. Lakini swala leo ni kwamba kwa nini kwenye mteremko abiria, unapokuwa unashuka kwenye mteremko abiria huwa anakugonga mgongoni? Na hilo ndio swali letu. Ngoja tumsubiri bodaboda hapa anakuja. Bodaboda yetu. Mwanangu, ni aje mwanangu? Vipi? Kama kawa? Kama kawaida. Vipi hali? Namshukuru Mungu mzee. Pole na majukumu. Asante, namshukuru Mungu. Sasa samani mwanangu, sisi tuna swali moja tu, sio swali kubwa sana, na tunajua na mchongo wako, lakini utatusamea, au sio bwana? Yes. Lengo ni kutaka tukujua kwamba kama hapa ulipo kuna sayansi. Sasa swali langu ni kwamba ukiwa unashuka kwenye mteremko kwenye bodaboda yako, pengine ukiwa umebeba abiria, huwa kuna ile hali ya abiria anakuwa na kugonga mgongoni, yani mwanaka abiria anakuwa anajisogeza mgongoni. Kwanza nikuulize, ni aina gani abiria ambao wanayo tabia? Je, ni wa kiume au ni wa kike? Kikweli mara nyingi waga ni wa kike, kwa sababu wa kiume ni ngumu sana kumsogelea mwanamke mwenzie, mwanamume mwenzie, ila wa kike mara nyingi ndio wana tabia hiyo. Unafikiri ni kwa nini? Kwa nini? Labda sijajua, labda kwa sababu ya hisia. Unajua mambo ya maisha haya labda yanaenda ni hisia, ila binafsi mara nyingi waga ni wa kike. Mwanamume hawezi kumsogelea mwanamume mwenzake. Mimi nahisi ni kwa sababu ya hali ya kisayansi jinsi ilivyo, kwa sababu hata mwanaume huwa anasogea, lakini pengine huwa anashikilia vyuma hivi. Huoni kama ipo hivyo kwamba ni hali tu ya kisayansi ambayo inatokea? Kisayansi hapo hapo kikweli siwezi kusema moja kwa moja, kwa sababu kisayansi hapo utakuwa unanichanganya. Kisayansi kivipi sasa hapo? Labda unieleweshe kidogo ndugu mwandishi. Kwani wewe sayansi hujui? Kwani wewe nini mwana sayansi? Sasa hapo sayansi tu ni dunia. Sayansi ni dunia. Kwa hiyo hapo ulipo ni sayansi, maana ndipo dunia ni hapo. Kwa jinsi ninavyoona mimi hapa, hii ni sayansi na hii ndio dunia, kwa sababu tumefundishwa kwamba sayansi imebeba majukumu yote ya dunia. Kwa hiyo unajua sayansi ni dunia pia. Yani sijui kama unanielewa ndugu mwandishi. Mimi nakupata vizuri sana. Sawa. Lakini sasa labda nikusaidie sasa, sawa? Hii tabia ya abiria kukusogelea na kugonga mgongoni sio kwa sababu ni mwanamke au ni kwa sababu ni mwanaume. Ni hali ambayo inatokea kwa sababu ya kisayansi, na somo husika hapa ni fizikia. Hivi unashawahi kusikia fizikia popote? Fizikia hiyo, fizikia siku nyingi, fizikia ya shuleni au fizikia ya mtaani, kwa sababu kuna fizikia ambayo tumesoma kama ni physics. Kuna fizikia ya mtaani ambayo ungesema kama ni udongo. Sasa sijajua kama ni fizikia ipi. Umesema kuna fizikia ya mtaani ambayo ni udongo? Fizikia ya udongo. Umeisoma wapi hiyo? Au unajua kusikia wapi? Hiyo fizikia ya udongo kwa sisi wakulima.
kwamba ukichukua mbolea ile mbolea ya samadi ile, sisi ukichukua ile mbolea ukachanganya na mbolea nyingine, mbolea ya ng'ombe na mbolea ya mbuzi, inakuwa ni physics. Sasa sijajua kama unajua physics ya mbolea. Hiyo ni Kiswahili au Kibantu? Sisi kwa mazingira yetu ya kijijini tunasema kama ni fizikia hiyo, kwamba umetumia sayansi kuja kujumuisha mambo hayo, lakini fizikia nyingine unazungumzia hiyo kwa kweli sijui ni fizikia gani. Mimi nazungumzia fizikia ya darasani, yani ambayo tumesoma. Wewe umesoma au hujasoma mwanangu? Mimi nimesoma lakini fizikia ya darasani nilikupita kushoto. Nilipita kushoto. Nilipata 0. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaenda darasani unaacha physics unasoma masomo mengine. Ulikuwa unapenda somo gani? Kiswahili? Mimi kweli somo ambalo nilikuwa napenda zaidi pale shuleni ilikuwa ni civics. Kwa nini civics? Kwa sababu civics ndio maisha ambayo tunaishi kwenye maisha ya sasa hivi. Yaani kwamba cause of poverty, Gen Z nini, maandamano, siasa na kadhalika. Lakini mambo mengine ya physics yao sio akina Newton sio nini. Kikweli sijawahi kuelewa. Sasa nisikilize sasa, mimi nikwambie mwanangu wa faida, au sio bwana? Wewe ulifanya makosa japo sio sana. Unajua kwa nini? Sayansi ipo popote tunapofanya kazi, tunapoishi. Ndio. Kwa mfano kwenye hili swali jibu ni kwamba huyo uliyemtaja huyo Newton ndio ambaye ameelezea sayansi iliyopo hapa. Kwamba mtu kwa mfano labda aliyekuwa amekaa hapa, sio ndivyo? Unapoputa break wewe, sawa, kwenye mteremko, manake sehemu ya hapa, sawa bwana, manake ni kama inashutuliwa, alafu sehemu ya kutoka hapa hivi kwenda juu hivi inakuwa inaendelea kwenye hali yake ya mwendo. Ndio maana sasa inabidi agonge wakati huo pati ya kutoka kama kuja hapo, umefanyaje? Umeipiga break, manake umeistopisha. Unaona? Kwa sasa kuanzia leo mkali wangu uamini kama physics ipo wapi? Hapo mtaani. Sasa hapo mkali. Kiasi nashukuru sana kwa sababu mimi nilikuwa sielewi. Nikajaba hapa nitabaki, kwa sababu unajua wanawake ukishaona kama una pikipiki hivi, una maisha fulani hivi, ajisogeza hivi. Anakamba huyu jamaa hapa ni waki. Kwa hiyo nimesema kwamba wanawake wana tabia hivyo kwa sababu labda mimi nilikuwa naamini kwamba kwa sababu wanataka nini? Wakuguse kulingana na maumbile yao, upate nini? Maokoto. Na wala sio. Sasa mimi nakusaidia kwamba wanawake inawezekana wao kweli wakaonekana kama wanajigonga sana. Jibu ni kwa sababu kwanza, sababu kubwa ni hiyo ambayo ninayokuambia, lakini sababu nyingine wanawake wanakuwa hawajashika hizi chuma hizi, wanakuwa hawajashikilia. Kwa mwanaume mara nyingi sana anakuwa ameshikilia, manaka anajizuia kwamba ikitokea ameenda hivi, hii mikono inamzuia kwenda mbele. Wasikia mkali wangu hapo? Kwa naamini sasa wewe una mtoto? Na mtoto au watoto? Na mtoto. Una mtoto mmoja? Na mtoto mmoja. Sasa mimi sasa nikwambia, mtoto wako anapokuwa anapofika level hata ya sekondari hivi, asiache kusoma physics, itakusaidia. Sawa. Hiyo jambo jema. Kwa hiyo leo nimejifunza sana. Nimejifunza sana. Basi mwanangu, poa mwanangu. Shukrani mwanangu. Pamoja sana basi. Pamoja sana. Haina noma.